Jina langu naitwa Mr. Fanuel Kijoji, mkufunzi wa masuala ya fedha kutoka Benki Kuu. Siku ya leo tumekuja kuhitimisha programu ya elimu ya fedha ambayo ilikuwa inaendeshwa na Chuo Kikuu cha IFM. Na ni programu ambayo inalenga kuelimisha Watanzania kuhusu masuala ya kifedha, na kwenye hii program tunawafundisha wakufunzi mbalimbali ambao walikuwa na nia ya kutoa elimu ya fedha. Kwa hiyo tukaona tuwaite na kuwapatia hii programu ili watoe elimu ya fedha kwa usawa kwenye jamii yote. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaweza kufikisha elimu ya fedha kwa Watanzania sehemu mbalimbali, elimu yenye ubora, elimu yenye usawa. Lengo ni kwamba mwisho wa siku watu wanufaike na huduma za kifedha, waweze kutumia huduma za kifedha zilizo rasmi, na ili maisha yao yaweze kuimarika kupitia huduma mbalimbali za kifedha zinazotolewa. Chuo Kikuu cha IFM ni moja ya vyuo ambavyo vinafanya vizuri kwenye kutoa elimu ya fedha kwa jamii. Kwa hiyo siku ya leo wanahitimisha mafunzo yao ya cohort ya 8. Kwa hiyo tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba programu inakuwa na ubora na inaweza kuwafikia watu ili kuweza kukidhi ile lengo la kuhakikisha kwamba elimu ya fedha kwa wananchi inaimarika. Kwa hiyo nitoe rai kwa wakufunzi wa elimu ya fedha waendelee kutoa elimu ya fedha kwenye jamii kama jinsi ambavyo wamefundishwa na walimu, kwa sababu mwisho wa siku wao ndio tunategemea kwamba watakuwa chachu kubwa sana ya watu kutumia huduma za kifedha zilizo rasmi na waweze kunufaika na huduma za kifedha. Naitwa CFE Zakayo Iganja. Mimi ni mwandishi wa vitabu na mkufunzi ambaye nimethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania BOT. Kwanza kabisa nipende kutoa shukrani kwa Benki Kuu ya Tanzania kuja na programu hii ya wakufunzi wa elimu ya fedha. Lengo kabisa ni kusaidia kujenga uelewa wa kifedha kwenye jamii yetu ili wananchi waweze kujiendeleza kiuchumi kupitia maarifa wanayoyapata. Sasa kwa sababu wananchi ni wengi, kwa hiyo ni ngumu sana kupata hizi taarifa za kifedha, maarifa ya kifedha kutoka kwenye taasisi mbalimbali za fedha. Ndio maana BOT imeamua kuja na programu hii kwa ajili ya kuandaa watu maalum kwenda kutoa elimu hiyo. Kwa hiyo elimu hii ni muhimu sana kwa sababu inaenda kuwajengea wananchi kujenga uwezo wa kwanza kabisa kujua ni namna gani wanaweza kutafuta pesa, namna gani wanaweza kuzitumia zile pesa ambazo wanazipata ili kujiendeleza ama kujijenga kiuchumi. Kwa hiyo hili ni swala muhimu sana kwa sababu hata maandiko yanasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo unaweza ukawa na pesa nyingi lakini mwisho wa siku kwa sababu umekosa maarifa sahihi ya namna gani unaweza kuzitumia ukawa umepoteza zile pesa kwa urahisi. Kwa hiyo kwa kuona hilo ndio maana BOT wakaja na hii programu. Habari, naitwa Janet. Mimi ni mkufunzi msaidizi katika Chuo cha Usimamizi na Fedha, kwa mabano IFM. Napenda sana kuwapongeza BOT kwa programu yao hii ya kutoa elimu ya fedha kwa ajili ya jamii. Na tumejifunza mambo mbalimbali ambayo tunategemea kwenda kuelimisha familia zetu na zile jamii zinazotuzunguka waweze kujua elimu ya fedha, waweze kuweka akiba, waweze kujua sehemu za kuwekeza na vile vile tujikomboe kiuchumi. Asante sana na karibisha wote kwenye programu hii. Kwa majina naitwa Haji Saif Salum. Ni mfanyakazi wa kampuni ya Kaizari General Surprise ambayo inajihusisha na transportation na kuhaya mashine. Naweza kusema nikashukuru kwanza kwa kupata taaluma hii ya kuwa mkufunzi kwenye kutoa elimu ya fedha ambayo imetolewa na BOT kwa kushirikiana na IFM. Kiukweli elimu ni nzuri kwa sababu inagusa maisha yetu ya kawaida, hususan kwenye level ya familia. Kwa hiyo kupitia elimu hii naweza nikafaidika hata kwa kutoa elimu kwa familia yangu, kuweza kuangalia ni maeneo gani tunaweza tukaseti budget, namna gani tunaweza tukatoa vipaumbele kwenye maeneo kama bima, alikadhalika na maeneo mengine ambayo yanahusisha pesa, lakini alikadhalika pia hata kwenye eneo ambalo pia nafanya kazi kwenye kampuni. Kuna wafanyakazi ambao
wanaingia kwa kipindi labda cha mwaka 0 mpaka miaka 5, lakini unakuta kwa kipindi kifupi mtu ameingia kazini anapokea mshahara, lakini mwezi haujaisha mshahara ule umeisha. Lakini kupitia elimu hii na mafunzo haya ambayo tumeyapata, tunaweza kuongeza kutoa hiyo elimu kwamba ni namna gani wanaweza wakaseti budget ili sasa kile kipato ambacho wanakipata kiweze kukizi mahitaji yao ya msingi, lakini wapate pia nafasi ya kuweka akiba na mwisho wa siku uchumi wao uweze kukua pamoja na maeneo mengine. Asante. Habari, mimi naitwa Sadoki Gaspar, ni afisa mahusiano wa CRDB Bank, nafanya kazi ndani ya kampuni ya CRDB. Nimewiwa kusoma hii kozi ya CFE kama mkufunzi wa masuala ya fedha kwa ajili ya kuongeza elimu na kunipa wigo wa kuweza kutoa elimu si tu kwa watu wanaokuja kupata huduma ndani ya benki ya CRDB, lakini pia kutoa elimu katika maisha ya moja kwa moja mtaani kwa watu. Kwa hiyo mimi nimewiwa kufanya hivyo kwa sababu kwanza najua umuhimu wa hii kozi, kwa maana ni kwamba inatupa uwezo wa kujua namna gani ya kusave au kuweka akiba, lakini pia kutambua maeneo muhimu na sehemu nzuri za kuwekeza. Si tu kuwekeza, lakini pia kuweka ulinzi kwa mali ile ambayo umekuwa nayo. Lakini hii kozi imetupa wigo mpana pia wa kujua namna gani ya kuandika urithi, lakini pia kuweka budget, lakini pia kujua maeneo muhimu sana ya uwekezaji hapo baadaye. Kwa hiyo hii elimu itakuwa ni chachu kwangu mimi, lakini pia kwa familia, lakini kwa jamii na kwa ujumla taifa. Kwa hiyo asanteni sana kwa kuwa pamoja nanyi, na naamini kwamba kwa programu hii tutapiga hatua kuanzia kwangu, kwako na kwa taifa zima. Asanteni.